bado tunaendelea kutafakari yaliyo mapenzi ya Bwana. Kama viongozi, kuna aina ya watu ambao huwa tunaongoza, tunasema watu walio wakosoaji. Kuna watu kazi yao ni kukosoa tu. Yaani kuna mtu wa namna hiyo, huwa hana kazi nyingine. Kuna watu ambao huwa hawana jema unaloweza kulitenda kwao au wanaloweza kuliona katika maisha yako wakalisifia. Wao ukiona nazungumza, yeye kazi yake ni kukosoa tu. Ukizungumza atakosoa, ukivaa atakosoa, ukihubiri atakukosoa, ukifundisha atakukosoa, hata ukimsaidia bado atakukosoa. Yaani kweli mimi ndo wakunipa shilingi 5,000, yaani anashindwa kunipa 10,000. Yaani yeye hana jema. Kwa kuna watu ambao kazi yao wao ni kukosoa tu. Mkiwa kwenye vikao, akichonyosha tu mkono, wewe tarajia ukosoaji. Na mara nyingi watu wa namna hii sio kwamba anakosoa na njia mbadala. Ye furaha yake wakati wote ni ile kukosoa, lakini hana njia mbadala. Na watu wa namna hii mara nyingi hudumu kulalamika na kutoa ushauri usiotakiwa au kutotoa ushauri kabisa. Wao kazi yao ni kuona tu mapungufu na mabaya. Akiwa kwenye kwaya atakosoa mwalimu wa kwaya, uongozi wa kwaya, kanisani atamkosoa mchungaji na kila kitu. Kwenye ndoa ni kukosoa tu, hana shukrani kama ni mwanamke, kama ni mwanaume. Kuishi na watu wa namna hii inahitaji neema na hekima kubwa. Jinsi ya kuwasaidia watu wa namna hiyo, waonyeshe kwamba unajali kwa kuwasikiliza. Una sababu ya kukasirika wala kuwachukia. Anapokuwa nakosoa, mpe nafasi, mwache azungumze, onyesha unajali, wewe msikilize. Ukisha maliza kumsikiliza, mpe changamoto. Mwambie umefanya vizuri kukosoa, tupe njia mbadala. Toa suluhisho la jambo hili. Niamini kiongozi mwenzangu, asilimia kubwa ya wakosoaji huwa hawana suluhisho, huwa hawana njia mbadala. Watu wa namna hii lazima uishi nao kwa tahadhari kwenye kundi, kwa sababu ile chachu ni rahisi sana kuipandikiza kwa wengine, iwe ndani ya kwaya, ndani ya kanisa, ile hali ya ukosoaji ambayo iko ndani mwao. Na ndio maana anahitaji asaidiwe atoke kwenye hali ile, kwa sababu akiachiliwa yakawa ndo maisha yake, anaweza kaliharibu kundi. Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 9, Biblia mahali hapa inasema hivi: chachu kidogo uchachua donge zima. Kwa hiyo lazima kufahamu kwamba chachu kidogo uchachua donge zima. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana, vile vile mkabili, zungumza naye na mueleze waziwazi ile tabia alionaye, namna ambavyo inaweza tu sio tu ikasababisha madhara kwake, lakini na kwa wengine, kwa madhara kwake, kwa maana kwamba hata akiwa na jambo la maana sasa la kuzungumza, watu wakishamuona kwamba ni mkosoaji sana, kila kitu hawezi kupokea, wanajua tu kwamba ana ushauri watu wa ziada zaidi ya kuwa mkosoaji, kwa anatakiwa abadilike eneo hilo. Lakini zaidi sana kwamba ule ukosoaji ambao vile vile kama hana njia mbadala, unawaharibu wengine ambao walikuwa na nia njema, na kwa kumuombea wengi wao huwa wanabadilika, na wanapobadilika wanakuwa watu wazuri. Kwa hiyo tusiwachukie wala tusiwatoe kwenye kundi. Hao ni watu wema ambao Mungu nao amewaleta ili tuwasaidie tuwe pamoja kwenye utumishi huu, kwenye kazi njema. Barikiwa sana na Bwana Yesu. Amen.